ya juma la mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo, tunaanza kabisa kwa kufundishwa na Mungu katika maandiko matakatifu baada ya kufunika alama za kiliturujia, yaani misalaba pamoja na statue za Bikira Maria na zingine zinafunikwa kwenye maeneo ya hadhara, katika maana kwamba Mungu anaficha umungu wake, anaficha utukufu wake, akionyesha ni sadaka anayoitoa kwa ajili ya uzima wetu. Katika Dominika ya leo tumesikia jinsi ambavyo Mungu anasema katika kitabu cha nabii Ezekieli, atayafufua makaburi yetu, atatutoa katika hali ya kufa na kutuweka katika hali ya uzima. Katika Injili tunasikia jinsi ambavyo anamfufua Lazaro. Ndugu zangu, Yesu Kristo ni yeye, ni chemchemi ya uzima. Yeye ndiye ambaye kwake kuna uzima, tena uzima wa milele. Uzima unatokana nini? Yaani maisha. Tutafakari juu ya maisha. Msingi wa maisha ni Mungu mwenyewe. Mungu ndiye anayetujalia maisha, na maisha aliyotupatia Mwenyezi Mungu sio kwamba ametukopesha. Hapana, ametupatia kwa sababu ya upendo wake, kwa sababu ya wema wake, na anatupatia haya maisha hapa duniani kwa muda, kama maandalizi ya maisha ya uzima wa milele huko mbinguni. Kwa hiyo tunaomba Mwenyezi Mungu atufundishe siku zote thamani ya maisha anayotujalia, thamani ya uzima anayotujalia, thamani ya uhai anayotuzawadia. Na thamani hiyo sisi binadamu tunaielewa tofauti. Ndio maana katika Injili alipowaambia wanafunzi twende Uyahudi, walimwambia, si ni huko juzi tu wamekukosa kupiga kwa mawe ili wakuue, unarudi tena kufanya nini? Wayahudi wanatafsiri maisha kama binadamu kwamba ni ya hapa duniani. Baada ya pale hawaoni katika Yesu kwamba kuna uzima wa milele, na kwa sababu hawaoni kwamba katika Yesu kuna uhai usio na mwisho, hawaoni hata kwamba katika Yesu kuna ufufuo na uzima. Kwa hiyo wakamshauri hivyo. Mahali pengine katika maandiko matakatifu, wakati ambapo Yesu walikuwa wanapanga kumuua, Wagiriki walisikia kwamba Yesu anauawa. Sasa wale ni wanafalsafa wakubwa wamezaliwa huko na wenye akili wengi, wakasema hivi, tumtumie ujumbe. Wakamtumia ujumbe wakisema, ondoka kwa Wayahudi hao Wayahudi hawajui lolote. Wewe njoo kwetu huku, sisi hatuui wataalamu, hatuui wetu wenye akili, hatuui viongozi, hatuui manabii. Na Yesu akatoa jibu kwa wale wajumbe aliowapelekea, wakasema, chembe ya ngano isipokufa ikaingia udongoni, baki hiyo hiyo, bali ikifa huzaa matunda mengi. Kristo, Mungu ni mwema. Ndugu zangu, kwa maneno hayo Yesu anatufundisha kwamba uzima wa milele ni tunda la sadaka, ni tunda la sadaka, sadaka kwa ajili ya wengine, sadaka kwa ajili ya Mungu, sadaka kwa ajili ya vyote alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Mimea katika kuutunza uhai ambao Mwenyezi Mungu anavipatia, ikioteshwa ardhini, inamea na inakuwa kuelekea kwenye jua ambalo linaiwezesha mimea kwa njia ya utaratibu unaoitwa kitaalamu photosynthesis, ili kusudi mimea hiyo iweze kupata chakula na kutunza uzima, si kwa ajili yake yenyewe, bali kwa ajili ya kuwalisha wanadamu na viumbe alivyoviumba Mwenyezi Mungu. Na hata ukipanda ua hapa ndani, Mungu alishaweka utaratibu katika uumbaji kwamba ua lile litakuwa kama kuna kadirisha
litapenya linakuwa kutafuta mwanga wa jua unaotunza uhai wake, si kwa ajili ya mmea wenyewe, bali kwa ajili ya utukufu wa Mungu, na mmea ule uweze kwanza, unatoa zawadi ya kwanza, hewa tunayovuta inayoitwa hewa ya oksijeni. Mmea unafuata kile kinachotunza uzima wake, ili kusudi mmea huo kwa makusudi ya Mungu na kwa upendo wake uweze kwanza, zawadi ya kwanza, kutoa hewa safi inayomsaidia mwanadamu kuishi. Baadaye mmea ule unatoa zawadi ya kuwa chakula kwa wanadamu na kwa viumbe vingine. Yakiwa majani ya mimea, itakuwa chakula cha mifugo. Na kwa hiyo Mungu katika makusudi yake matakatifu anatujalia utunzaji wa uzima, utunzaji wa uhai, na anautegemeza uhai ndani mwetu kwa ajili ya utukufu wake na kwa ajili ya uzima wetu sisi wenyewe. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atufundishe kujua thamani ya uhai wetu, kutunza thamani ya uzima wetu, kutunza maisha na kutunza maisha ya vyote alivyoviumba. Na katika hilo Baba Mtakatifu Francisco aliandika hati inayoitwa Laudato Si, yaani Mungu asifiwe katika viumbe vyake. Bwana asifiwe katika viumbe vyake. Kifupi tunaita Laudato Si, na kwa kirefu inaitwa Laudato Si Missignore, katika maana kwamba atukuzwe Mungu katika vitu na viumbe alivyoviumba yeye mwenyewe kwa upendo wake. Hata watafiti na wanasayansi duniani Mungu amewajalia akili, na wakafanya utafiti, wakatengeneza dawa ambazo tukiugua tunazitumia ili uzima ambao Mungu ametujalia kwa upendo wake uweze kutegemezwa. Ndugu zangu, Mungu atufundishe siku zote kwa njia ya neno lake na kwa neema nyingi anazotujalia thamani ya uzima anaotupatia. Kama vile ambavyo alimfufua Lazaro, anatufundisha kwamba yeye ndiye chemchemi ya uzima. Kila mmoja aone fahari kwamba ni sadaka ya maisha kwa ajili ya mwingine, ni sadaka ya uzima wa milele kwa ajili ya mwingine. Tuone fahari kwamba katika uzima huu Mungu anatukuzwa. Katika maisha na sadaka zangu, jina la Mungu lisifiwe, litukuzwe na lihimidiwe siku zote, na kwamba katika majitoleo yangu, katika sadaka yangu, wengine waweze kupata uzima, waweze kupata uhai, waweze kupata uponaji, waweze kupata faraja, kwa sababu kwa tendo la kumfufua Lazaro si tu kwamba alimrudishia uzima, bali alifuta machozi ya ndugu zake na akadhihirisha utukufu wa uwepo wa Mungu, na zaidi sana kumwonyesha Mungu kwamba katika Kristo yeye ndiye anayetupatia uzima, tena uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo.